Karibu sana, hizi ni tetesi za soka barani Ulaya, leo ikiwa ni siku ya Jumanne. Kwa lugha ya Kiswahili, msimulizi wako ni mimi Ali Swale Mshana, na miongoni mwa taarifa ambazo tutakuwa nazo kimuhtasari tu ni kwamba Fernandes huenda akaigharimu Manchester City zaidi ya pound milioni 120. Karibu sana, hii ni Talent TV, twende sawa. Tukianza na taarifa kutoka kunako klabu ya Manchester City, tunaambiwa italazimika kuilipa Chelsea zaidi ya pauni milioni 120 ili kumsajili kiungo wa Argentina Enzo Fernandez, endapo wataamua kukamilisha dili hilo katika wiki mbili za mwisho za usajili wa wachezaji. Taarifa hii imeweza kuripotiwa zaidi pale kunako mtandao wa Telegraph. Lakini Chelsea inataka takriban pound milioni 100 kumwachia winga wa Ureno Pedro Neto mwenye umri wa miaka 26 msimu huu wa joto, huku klabu ya Al Hilal ya ligi ya Saudia Pro ikihusishwa na mpango wa kumsajili mchezaji huyo. Hapa Mail ndo ambao wameweza kutoa undani wa taarifa hizo. Lakini tukirejea tena pale kunako klabu za Manchester City, Arsenal na Tottenham, pia zote tunaambiwa zina nia kumsajili Neto ambaye alijiunga na Chelsea akitokea Wolves kwa ada ya pound milioni 54, na hii ilikuwa ni mwaka 2024. Metro ndo ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. Manchester United imepewa fursa ya kumsajili kiungo wa Uhispania Marc Casado mwenye umri wa miaka 22 ambaye klabu ya Barcelona imemweka sokoni. Sport wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Lakini klabu ya Galatasaray imempa kiungo wa Ureno Bruno Fernandes ofa ya pound milioni 18 kwa msimu, licha ya Manchester United kusita kumuuza kiasi ambacho ni mara 2 ya mshahara wake wa sasa ili kumshawishi aweze kuondoka pale Old Trafford. Telegraph ndio ambao wametupa undani wa taarifa hiyo. Twende hadi The Reds pale Liverpool, tunaambiwa bado ina nia ya kuwasajili wachezaji wawili wa Paris Saint-Germain. Huyu sio mwingine ni Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23 na Ibrahim ambaye mwenye umri wa miaka 18, huku ikiwa na mazungumzo kuhusu ada ya jumla ya pound milioni 155 kwa winga huyo wa Ufaransa na mshambuliaji huyo wa Senegal. Team Talk ndo ametoa undani wa taarifa hiyo. Bayern Munich ina imani ya kufikia makubaliano mapya na mshambuliaji wa England Harry Kane mwenye umri wa miaka 33 ambaye anaingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Bild ndo wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo kwa Ujerumani pale. Como wamewasilisha ofa ya kumsajili mshambuliaji wa Fiorentina na Italia Moise Kean mwenye umri wa miaka 26 kwa mkopo wenye kipengele cha lazima cha kumpatia mkataba wa kudumu katika dili lenye thamani ya pound milioni 25. La Gazzetta dello Sport ndio ambao waliweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Klabu ya Leeds United imemruhusu mshambuliaji kutoka Suriname Joel Piroe mwenye umri wa miaka 27 kuelekea West Ham kwa ajili ya vipimo vya afya. Sky Sport ndio ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. AC Milan imefikia dili la pound milioni 34 kumsajili winga wa Ubelgiji Diego Moriera mwenye umri wa miaka 22 kutoka Strasbourg. Corriere dello Sport ndio wametoa undani wa taarifa hiyo. Sasa tumalize na taarifa kutoka pale West Ham, lakini pia Sao Paulo tunaambiwa ni miongoni mwa vilabu zinazomnyatia mshambuliaji wa zamani wa England Jamie Vardy mwenye umri wa miaka 39 ambaye kwa sasa ni mchezaji huru. Talk Sport ndio ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. Mimi hadi kufikia hapo natamatisha tetesi za soka barani Ulaya. Sasa hapa tutakutana tena wasaa mwingine kwa ajili ya kile ambacho kimejiri huko kunako tetesi mbalimbali za kimichezo. Hii ni Talent TV, Talent Media. Msimulizi wako kwa lugha ya Kiswahili ni mimi Ali Swale Mshana. Asante na kwaheri.